Jambo mtazamaji, na karibu katika kipindi chetu. Kipindi ni Mwenge wa Jamii kinachokujia kila Jumamosi kuanzia saa 1:30 hadi saa 2. Ni mimi mtayarishi wa makala hii JW nikikukaribisha, na leo tunazungumzia hasa majukumu ya baba katika familia. Familia nyingi zimejipata katika njia panda, wakati baadhi ya kina baba wao wameshikamana sana, wana wakati na familia zao. Je, madhara ni yapi? Ni nini faida? Leo tutaangazia ni nini faida ya baba katika familia, hasa kuwalenga mtoto wa kike na mtoto wa kiume ndani ya familia. Baba ana jukumu gani kwa mtoto wa kike na mtoto wa kiume? Hekima ya baba inahitajika sana katika familia. Kwa nini? Hekima ya baba sio hadithi ya kumlinda tu mtoto msichana au mtoto wa kiume, ni hadithi ya kumwandaa. Leo tunazungumzia jukumu takatifu la baba, kumlea binti na kumkuza mvulana awe mwanamume wa kweli. Baba mwenye hekima hafanyi kazi ya kumlinda binti yake tu, humwandaa kwa maisha. Humfundisha kwamba uhuru usioongozwa na hekima unaweza kumpeleka mtu utumwani. Humwelekeza kutambua kuwa kujiamini hakumaanishi kuwa mkorofi au asiyeweza kushauriwa. Kujiamini kwa kweli ni kujitambua, kusimamia maadili yako na kufanya yaliyo sahihi hata pale yanapokuwa magumu. Baba humfundisha binti yake kwamba kila hatua ya maisha ina mipaka yake. Humweleza kuwa mipaka si kifungo, bali ni kinga. Kama vile kingo za mto zinavyoelekeza maji yasimwagike ovyo, ndivyo maadili na nidhamu vinavyomwelekeza mwanadamu kufika salama kwenye kusudi lake. Humfundisha wakati wa kuzungumza na wakati wa kunyamaza. Kumbuka tunazungumzia mtoto wa kike. Humfundisha wakati wa kusimama imara na kutetea haki, na wakati wa kuondoka kwenye mabishano yasiyo na tija. Humjengea uwezo wa kutambua kuwa si kila vita vinahitaji kupiganwa. Baba pia humfundisha binti yake namna ya kuheshimu mamlaka halali. Humweleza kuwa walimu, viongozi, waajiri na sheria za nchi si dalili ya udhaifu, ni ishara ya ukomavu, nidhamu na busara. Lakini wakati huo huo humfundisha ukweli mwingine muhimu sana. Unyenyekevu si utumwa, unyenyekevu si kujidharau. Kuna tofauti kubwa kati ya unyenyekevu na utumwa. Unyenyekevu si nguvu iliyo chini ya nidhamu, ni uwezo wa kuheshimu wengine bila kupoteza heshima yako mwenyewe. Ni kutumikia bila kujiona duni, ni kusikiliza bila kuuza dhamiri yako. Utumwa kwa upande mwingine ni kuishi kwa hofu, kuvumilia dhuluma kana kwamba ndiyo hatima yako. Baba mwenye hekima humfundisha binti yake kutochanganya mapenzi na unyanyasaji, wala uongozi na udhibiti wa maisha yake. Humweleza kwamba mwanamke mwenye heshima si mwanamke dhaifu, ni mwanamke mwenye msimamo, si mwanamke asiye na adabu. Humfundisha kuwa pambo kubwa la mwanamke si sura yake, bali tabia yake. Uzuri wa asili wa mwanamke ung'aa zaidi anapopambwa na unyenyekevu, busara, heshima, uadilifu na moyo wa upendo. Sura huvutia macho, lakini tabia njema huvutia mioyo na kujenga heshima na kudumu. Basi nazungumzia kuhusu mtoto wa kike. Wakati huo huo, baba ana jukumu jingine takatifu, kumtoa mwanaume ndani ya mvulana. Sasa tunakuja kwa mvulana. Anafaidika jinsi na baba. Mvulana huzaliwa akiwa wa kiume kiasili, lakini wanaume wa kweli hufundishwa, na mwalimu wa kwanza wa mwanaume huo ni baba.
Baba humfundisha mwanawe kwamba mwanaume wa kweli apimwi kwa nguvu za misuli, ukali wa sauti au uwezo wa kuwatawala wengine. Mwanaume wa kweli huanza kujitawala mwenyewe, utawala hasira zake kabla hajataka kuwatawala wengine. Basi tunazungumzia kuhusu mtoto wa kiume anafaidika jinsi na baba. Usimamia neno lake, ubeba wajibu wake bila kutafuta visingizio, uwajibika kwa makosa yake na kujifunza kutokana nayo. Baba mwenye hekima humfundisha kwa ujasiri, si bali ni kusimamia kilicho sahihi hata kama umebaki peke yako. Humfundisha kuwa uongozi si kutangulia kula bali kutangulia kutumikia. Umwelekeza mvulana kutambua kuwa mafanikio si ukubwa wa nyumba, gari au akaunti ya benki, bali ni idadi ya maisha ambayo umeyaguza kwa wema. Baba humlea mwanawe kuwaheshimu wanawake, kuheshimu mama yake, kuwalinda walio dhaifu, kufanya kazi kwa bidii na kutafuta riziki kwa uaminifu. Baba mwenye hekima humfundisha mvulana kuwa machozi si udhaifu, lakini mwanamume mwenye hekima hujifunza kueleza hisia zake kwa busara badala ya kutumia hasira au furugu. Pia humfundisha kuwa kila uamuzi una matokeo yake. Ndiyo maana mwanaume wa kweli ufikiri kabla ya kutenda, uzungumza kabla hajatusi, usamehe kabla hajalipiza kisasi, ujenga badala ya kubomoa. Mafanikio makubwa ya baba si kumwachia mwana mali nyingi au kumlea binti mwenye umaarufu. Mafanikio yake makubwa ni kumlea mwana mwenye tabia inaweza kuaminiwa na binti mwenye hekima, heshima na kujitambua. Kwa sababu baba anapojenga tabia za watoto wake, ajengi familia yake pekee, anajenga kizazi, anajenga jamii, na mwisho yote anajenga taifa. Tumo ndani ya Pepeta TV, kipindi ni Mwenke wa Jamii, tunaangaza jamii. Mimi ni JW. Hadi wakati mwingine tunakurudisha studioni, basi kwa mazungumzo zaidi. Mwenke wa Jamii, tunaangaza jamii.